Kufikia sasa nyumba za makazi 1214 zinajengwa kote nchini kupitia mpango wa serikali wa nyumba za gharama nafuu. Katibu katika idara ya nyumba Charles Hinga anasema mpango huo unalenga kubuni nafasi milioni 1 za ajira, lakini inasikitisha kwamba baadhi ya viongozi wa upinzani wameingiza siasa katika swala hilo. When you sit down to interview someone who was in government just a few months ago and was preaching about how beautiful affordable housing is, and the same mouth that castigated those who are against housing, that same mouth today is busy preaching how bad affordable housing is, that when they get into power, can you imagine the contractors that you're in here? I don't even know whether you people think about what those people are saying out there. Hinga alipuzilia mbali madai ya upinzani kwamba ushuru wa nyumba na mpango huo wa nyumba za gharama nafuu zinaweza kufutiliwa mbali. And sometimes when we listen to the negativity that is out there, sometimes it looks like we've stopped being patriotic. Because, you know, ladies and gentlemen, we can disagree about many things. We can disagree about our plan. But we can't disagree that we have a problem. You can't bury your head in the sand and say we have no problem when 7 million Kenyans tomorrow morning are going to wake up in a slum. Alisisitiza kuwa kama sehemu ya ajenda ya uwezeshaji ya serikali, mpango huo unatekelezwa na wanakandarasi wa humu nchini, huku zaidi ya shilingi bilioni 11 zikitolewa kuwafadhili mafundi wa jua kali na kampuni ndogo na za kadri pia zinazotengeneza vifaa vinavyotumiwa pamoja na huduma. The problem we have as a country is bad leadership. It is bad leadership. It is bad politics.